Baada ya wafanyabiashara kuvamia kituo hicho wakilalamikia kukamatwa na kutoweka kwa mwenzao anayedaiwa kuzuiliwa na maafisa wa DCI. Mfanyabiashara huyo Ibrahim Mohamed mwenye umri wa miaka 25 alitoweka Jumapili usiku katika kizuizi cha polisi cha Korinda akiwa safarini kuelekea Nairobi. Mwanahabari wetu Susan Locho anaarifu zaidi. Hali ya wasiwasi ilitanda katika kituo cha polisi cha Busia wafanyabiashara walipokusanyika wakitaka majibu kuhusu aliko mwenzao Ibrahim Mohamed. Tumekuja hapa wanatuambia hawana habari, lakini kondakta ya basi anasema wenye walimshukisha ni watu wa antitera, ndio walimshukisha kwa gari mpaka wakamwambia achukue bagi yake na alikuwa amebeba pesa. Kijana huyo wa miaka 25 alitoweka Jumapili usiku baada ya kushushwa kutoka kwa basi katika kizuizi cha polisi cha Korinda akiwa safarini kuelekea Nairobi. Kuanzia wakati huo, simu yake imezimwa na familia yake haina taarifa zozote. Ahmed alikuwa anasafiri kutoka Busia kuelekea Nairobi. Ahmed alikuwa kwa basi anaitwa Baska. Sasa wakati Ahmed anasafiri saa 3 usiku after 30 minutes, Ahmed wameshukisha kutoka kwa basi pale Korinda opposite Brison. Na wale wameshukisha ni DCI. Waandamanaji wanadai maafisa wa DCI wanajua aliko kijana huyo na wamemtaka waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuingilia kati. Mpaka saa hizi tumefunga masamaki kwa soko, hawatukubalia sisi tutoe zile samaki kuhusu hizi pesa. Tunajua sheria ya Kenya inashimama, mtusaidie. Polisi wa Busia hata hivyo wamedai kutokuwa na fahamu kuhusu tukio hilo. Wakati familia na wafanyabiashara wakiendelea kusubiri majibu, hatma ya Ibrahim Mohamed bado haijulikani, huku wito wa uwajibikaji kwa vyombo vya usalama ukiendelea kuongezeka. Susan Locho, runinga ya TV 47. Na wawakilishi wa serikali